Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, tambue uwepo wa mwenyekiti wa kudumu wa kamati ya Bunge ya Nishati na Madini, Dr. Matayo David Matayo, pamoja na wajumbe wa kamati ya Bunge ya kudumu ya Nishati na Madini, waheshimiwa wabunge wote mliopo. Tambue uwepo wa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Madini. Tambue kipekee kabisa uwepo wa Engineer Benjamin Mchompaka, katibu mtendaji wa Chemba Migodi. Rais wa shirikisho la vyama vya wachimba madini Tanzania, ndugu John Bina. Nitambue uwepo wa wakuu wa taasisi kutoka Wizara ya Madini wote mliopo hapa. Nitambue uwepo wa viongozi wote wa vyama vya wachimbaji na wafanyabiashara wa madini mliopo hapa. Viongozi wetu wa dini mliopo, ndugu zetu wa Clouds, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Nasimama hapa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kushuhudia tukio hili kubwa na muhimu siku ya leo, tukiziangaza kurasa 365 za Mama Volume 4. Kipekee kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru sana Clouds Media Group kwa kazi kubwa ambayo umeendelea kuifanya ya kuhabarisha umma wa Tanzania juu ya kazi nzuri ambayo imefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika miaka yake minne ya uongozi, akiwa kama rais wetu na mchango wake mkubwa kwenye sekta ya madini. Kipekee kabisa nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya kwenye sekta ya madini. Maelekezo yake, miongozo yake yamezaa matunda ya kuifanya sekta hii iendelee kufanya vizuri siku hadi siku. Hivyo kipekee nachukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Naibu Waziri Mkuu. Lakini kipekee kabisa tuwashukuru sana kamati inayoisimamia sekta ya madini, kamati ya Bunge chini ya mwenyekiti Daktari David Matayo, pamoja na waheshimiwa wabunge wote mliopo, lakini pia na wadau wote ambao hadithi hii tunayozungumza leo ninyi ni washirika wa moja kwa moja. Sasa kwa sababu ya muda umekwenda sana na asilimia kubwa ya kazi nzuri ya Mheshimiwa Rais imekwisha kusemwa, tajitahidi nijielekeze katika maeneo machache, na ndio maana nimeiacha hotuba yangu pale kwa sababu ya mengi yamekwisha kusemwa, kwa nitajitahidi kwenda katika maeneo machache. La kwanza, kwa nini leo tunampongeza Mheshimiwa Rais? Katika historia, Wizara ya Madini haijawahi kupokea fedha nyingi katika bajeti yake kama ambavyo imepokea katika miaka minne ya Mheshimiwa Rais, kwa ongezeko kubwa sana. Bajeti ya Wizara ya Madini haikuwa imewahi kuvuka bilioni 89 kwa muda wake wote. Mwaka jana bajeti ya Wizara ya Madini imeongezeka kutoka shilingi bilioni 89 mpaka shilingi bilioni 231. Na fedha nyingi zilielekezwa katika taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini GST kwa lengo la kuhakikisha tunafanya utafiti wa kina ili kubaini utajiri wa madini tulionayo chini ya ardhi. Lakini sambamba na hiyo pia fedha hii kwa kiwango kikubwa ilielekezwa kwa ajili ya ujenzi wa maabara kubwa na ya kisasa ambayo inajengwa hapa Dodoma eneo la Kizota, ambayo itasaidia kutoa huduma
katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu Tanzania na nje ya Tanzania. Sambamba na hiyo pia inakwenda kujenga maabara nyingine 2 kule Chunya na Geita. Haya ni mapinduzi makubwa sana ambayo yamefanyika ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Eneo la pili ni la mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa. Mwaka 2021 sekta hii ya madini mchango wake kwenye pato la taifa ilikuwa ni 7.2%. Sera ya madini ya mwaka 2009 ilielekeza kwamba mchango wa sekta ya madini ufikie 10% ifikapo mwaka 2025. Lakini kabla ya mwaka 2025 haujafika, katika mwaka wa kimadini tayari mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa kwa mwaka 2024 umeshafika 10.1%, ambapo tulitegemea katika mwaka 2025 ndio tufikie 10% hiyo. Kwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais tumefanikiwa kufika malengo kabla ya mwaka mmoja ambao tulikuwa tumejiwekea, na haya yamekuwa ni mafanikio makubwa sana katika uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Eneo la tatu ambalo nataka nilisemee, katika eneo la upatikanaji wa fedha za kigeni, sekta ya madini ni kati ya sekta ambazo zinachangia kuingizia nchi yetu fedha za kigeni. Katika mwaka wa fedha 2022-2023 sekta ya madini ilichangia kwa 56% ya fedha yote ya kigeni ambayo iliingia nchini kwetu Tanzania. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi yalikuwa ni ya dola bilioni 3.6, na hivyo kufanya mchango wa sekta hii katika fedha za kigeni kufikia 56.2%. Haya ni mafanikio makubwa ambayo yalirekodiwa katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sambamba na hiyo, katika mapato ya kodi ya ndani katika mwaka huo sekta ya madini ilichangia zaidi ya 15% ya mapato ya kodi ya ndani, ikiwa ni kiasi cha shilingi trilioni 2.1 iliyotokana na sekta hii ya madini. Hivyo ni dhahiri kwamba sekta hii imeendelea kupiga hatua siku hadi siku chini ya uongozi Daktari Samia Suluhu Hassan. Eneo la 4 ambalo nataka nilisemee ni eneo la ukusanyaji wa maduhuli. Mwaka 2015-2016 sekta ya madini iliingiza katika mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka mzima shilingi bilioni 162 tu. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya madini ambayo yalitambulisha vituo vya ununuzi na masoko, biashara ikawa rasmi, tukadhibiti utoroshaji wa madini, mchango wa sekta ya madini katika mfuko mkuu wa serikali umekuwa ukiongezeka kutoka shilingi bilioni 161 kwa mwaka mzima kwa mwaka 2015-2016 mpaka kufikia shilingi bilioni 753 katika mwaka wa fedha 2023-2024. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo sekta ya madini imeyashuhudia. Mwaka huu wa fedha ambao unaishia, tumejiwekea malengo ya kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali ya shilingi trilioni 1, na hapa ndipo Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuvunja rekodi. Ni kwa mara ya kwanza kwa idadi kubwa ya makusanyo yanakwenda kutokea. Mpaka tarehe ya leo tunavyozungumza hivi sasa, sekta ya madini imekwisha kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 833, na huu ni mwezi wa 4. Kwa hiyo tuna mwezi wa 5 na tuna mwezi wa 6. Hakika tunakwenda kufikisha trilioni 1 kama makusanyo ambayo yataingia katika mfuko mkuu wa serikali. Ajira
ambazo zimeendelea kuzalishwa kwenye sekta hii katika kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais. Ajira za moja kwa moja ni ajira 19,356, lakini zizo za moja kwa moja ni nyingi zaidi, ni mamilioni ya ajira ambayo yanawagusa kuanzia wale watu wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani ya kwenye sekta ya madini, ikihusisha mamalishe, babalishe, bodaboda, watu wa huduma mbalimbali. Kwa hiyo inawagusa watu wengi zaidi, na haya ni mafanikio makubwa zaidi. Eneo la 6 ni eneo la masoko na vituo vya ununuzi, kuifanya biashara hii kuwa rasmi. Tumeshuhudia uanzishwaji wa masoko 43 na vituo vya ununuzi ya madini 109 ambao vimesaidia sana kuchagiza na kukuza sekta hii ya madini, ambapo jumla ya fedha iliyozunguka kwenye masoko haya yote katika kipindi chote hichi ni zaidi ya shilingi trilioni 2 na bilioni 200 ambayo imekuwa ikifanya biashara katika masoko haya. Haya ni mafanikio makubwa ambayo yanapatikana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia eneo la 7 tumeshuhudia urejeshaji wa madini ya minada ya madini na vito, madini ya vito, na hasa hapa tumelenga sana katika eneo la Tanzanite ili kurejesha heshima ya Tanzanite, na hivi sasa tumeshafanya minada pale Mirerani na Arusha. Tunategemea pia kuwa na mnada mkubwa wa kimataifa pamoja na maonesho makubwa ya kimataifa, na hii yote ni kuthibitisha kwamba ni dhamira ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wachimbaji wetu wananufaika na madini ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Eneo la 8 ni kuendeleza wachimbaji wadogo. Hili ni eneo ambao katika miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan limepata mafanikio makubwa sana. Tumeona wachimbaji wadogo wameendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye kuchangia upatikanaji wa maduhuli ambao serikali inayakusanya. Katika fedha zote ambazo nimezitaja zilizokusanywa mwaka jana katika mwaka wa fedha uliopita za kiasi cha shilingi bilioni 753, wachimbaji wadogo wamechangia 40% ya makusanyo yote ambayo serikali imeyakusanya. Hivyo serikali itaendelea kuendeleza wachimbaji wadogo, na ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais, na dhamira hii tumeshuhudia kivitendo. Kwanza tumeendelea kutoa leseni ambazo zimerudi serikalini kwa ajili ya wachimbaji wadogo, wakiwemo wakina mama na vijana. La pili, tumeendelea kutenga mitambo kupitia shirika la madini la taifa STAMICO, ambapo wote ninyi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais aligawa mitambo ya uchorongaji 5 pamoja na mitambo kwa wakina mama wale wanaoponda kokoto na madini mengine. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kuongeza mitambo hii, imeongezeka mitambo. Sasa tumenunua mingine 10 kwa ajili ya uchorongaji ambao tutaigawa, tutaisambaza nchi nzima, na mitambo hii tutaizindua muda sio mrefu. Pamoja na hayo, katika kuendeleza wachimbaji wadogo, STAMICO hivi sasa anaendelea kufanya kazi ya kuwalea na kuhakikisha kwamba wachimbaji wetu wadogo na wenyewe wanapiga hatua. Tukiwa nchini Canada, mimi na mkurugenzi mkuu wa STAMICO tulibaini viko vifaa ambavyo STAMICO anapaswa kuvinunua kwa ajili ya kusaidia kuendeleza eneo la utafiti ili tuwaongoze vizuri wachimbaji wadogo wasichimbe kwa kubahatisha, na STAMICO ameshaanza mchakato wa kuongeza vifaa vya kusaidia katika upatikanaji wa madini kupitia utafiti, ambao naamini vitaongeza tija sana kwa ajili ya wachimbaji wetu wadogo. Lakini pia katika awamu hii ya 6 katika kuendeleza wachimbaji wadogo kupitia ofisi ya kamishna wa madini, tumeweka utaratibu maalumu hivi sasa wa kuanza kuwatambua wachimbaji wadogo kwa aina ya uchimbaji wao na uwekezaji wao, na kuweka katika magrupu hatua kwa hatua. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunawalea, tunawaendeleza ili waweze kuvuka kuwa wachimbaji wadogo kwenda kuwa wachimbaji wakubwa. Na dhamira hii ni dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais,
ambayo imeanza kufanywa kazi hivi sasa, na ndio ilipelekea kuundwa kwa timu ya wataalamu 6 kwa lengo la kuwawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika sekta ya madini. Ndugu zangu Watanzania wote mliopo hapa, nataka niwahakikishie nimeelekezwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha ya kwamba Watanzania wanawezeshwa kikamilifu ili waweze kutoa mchango wao katika sekta ya madini. Hatuwezi kuendeleza sekta ya madini pasipo ushiriki kikamilifu wa Tanzania. Serikali itaendelea kuhakikisha ya kwamba inawajengea uwezo wa Tanzania ili waweze kutoa mchango kwenye sekta hii ya madini. Hivyo katika kuendeleza wachimbaji wadogo, iko mikakati mingine mbalimbali ambayo ni ya kuhakikisha kwamba wachimbaji hawa sasa wanavuka hapo walipo kuendelea juu zaidi, na kama nilivyosema, STAMICO amepewa jukumu la kuwalea, na sisi tutaendelea kufanya kazi hiyo kuhakikisha kwamba wachimbaji wetu wanafikia hatua hiyo. Lakini eneo lingine ni ambalo la mafanikio makubwa ni la ununuzi wa dhahabu kupitia Benki Kuu ya Tanzania. Ilikuwa ni jambo linalosubiriwa kwa hamu kubwa, pamoja na dhahabu nyingi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ametujalia, lakini bado hatukuwa na akiba kubwa ya dhahabu katika benki kuu yetu ambayo inasaidia sana kuimarisha sarafu yetu. Hivyo ilitulazimu kufanya mabadiliko ya sheria. Kifungu cha 59 cha sheria ya madini sura 123 kilifanywa marekebisho na kuwataka wamiliki wote wa leseni kutenga kiasi kisichopungua 20% ya dhahabu inayozalishwa hapa nchini ili ibaki kwa ajili ya kuongezwa thamani ndani ya nchi na kuchakatwa ndani ya nchi. Ndugu wa Tanzania, moja ya mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6 ni katika eneo hili. Ukienda katika bara la Afrika, nchi inayoongoza kuwa na akiba kubwa ya dhahabu ni nchi ya Algeria, ina tani 174, na nchi ya 10 kwenye 10 bora inaofuatia nchi ya 10 kuwa na akiba ya dhahabu ni Msumbiji, ina tani 3.6. Tanzania pamoja na utajiri mkubwa ulionao wa dhahabu, hatukuwemo 10 bora kwenye nchi zenye akiba ya dhahabu. Baada ya kufanya mapinduzi haya makubwa ya utungaji wa sheria, tarehe 1 mwezi wa 10 iliwezesha Benki Kuu kuanza kununua dhahabu. Habari njema, mpaka kufikia mwezi wa 3 mwaka 2025, Benki Kuu imeshanunua dhahabu ya tani 3.1, na hivyo kupelekea kwamba ikifika mwezi wa 7 na malengo ambayo tumejiwekea kununua tani 6, tunakwenda kuingia ndani ya 10 bora ya nchi zenye akiba ya dhahabu, tukiwa tumefanya kazi hiyo katika miezi isiyopungua 8 tu. Haya ni mafanikio makubwa sana ya kuonesha namna ambavyo sekta hii imeendelea kukua. Lakini halikadhalika katika kipindi hichi cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tumefanya marekebisho ya sheria na kanuni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania wananufaika na sekta hii ya madini na kupunguza migogoro. Na moja ya mabadiliko ya kanuni ambayo tumeyafanya ni katika eneo la ushiriki wa wageni kwenye sekta ya madini. Kumekuwepo na malalamiko mengi sana ya asilimia kubwa ya wageni kwenda moja kwa moja katika maeneo ya machimbo, na hivyo kuchukua nafasi za Watanzania katika eneo hili. Tumefanya mabadiliko ya kanuni zetu kuziweka vizuri ili pamoja na wageni watakaokuja kufanya kazi na Watanzania, lakini wafanye kazi katika utaratibu mzuri. Sheria ya madini kifungu cha 8 kinasema leseni ndogo ya uchimbaji wa madini itatolewa kwa Mtanzania tu. Mtu yote ambaye ni mgeni
haruhusiwi kufanya kazi katika leseni ndogo ya uchimbaji wa madini. Lakini kifungu cha 8, kifungu kidogo cha 3 kimetoa ruhusa ya mchimbaji mdogo mwenye leseni ndogo ya madini kuingia katika mkataba wa msaada wa kiufundi, technical support. Na hapa kuna wakati hii ilitafsirika tofauti na ilipelekea katika baadhi ya maeneo ni kama maeneo yalikuwa yanauzwa, na hivyo kuwarudisha nyumbani wa Tanzania wengi sana walikuwa katika mnyororo wa thamani. Tumetunga kanuni upya za kwenye eneo hili la technical support, ambapo hivi sasa zipo katika hatua ya mwisho kusainiwa, na zitatoa mwongozo. Mgeni akija kwenye leseni yako ndogo, mgawanyo wenu wa mapato uweje na mchango wake uwe nini, ili mwisho wa siku tuwapate watu ambao ni sahihi, genuine, ambao wataungana na Watanzania kwenye kuendeleza sekta hii. Lakini pia mtakumbuka kwa kuna mgogoro mkubwa sana ya wenye mashamba, wenye maduara na wenye leseni. Mgogoro hii imekuwa ni mingi sana. Naomba nirejee tena, ni katika kipindi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweka utaratibu ya kwamba ni marufuku mtu yoyote mwenye leseni ya uchimbaji madini kumuingiza mchimbaji mdogo kwenye leseni yake. Ukikubali kumuingiza mchimbaji mdogo kwenye leseni yako, kwa sababu leseni haipangishi, leseni inatolewa wewe uchimbe. Kama uwezi kuchimba, lazima waachiwe watu wanaoweza kuchimba, lakini leseni haipangishwi wala sio pambo. Kwa mtu yoyote anayepewa leseni ambaye yeye hawezi kuchimba, anaingiza watu kuchimba kwenye leseni yake, jambo la kwanza, ukikubali kuingiza wachimbaji wadogo, lazima kwanza muwasajili na muingie mikataba itakayosajiliwa na Tume ya Madini. La pili, itakapotokea ya kwamba umepata mwekezaji wa kwenye leseni yako, badala ya kunitaka serikali nilete askari kuondoa wachimbaji wadogo, kazi hiyo hatutaifanya. Tunataka wale ambao uliwakaribisha kwanza wafidiwe na ndio uendelee na mwekezaji wako, ili tulinde heshima na maslahi ya Watanzania katika eneo hilo. Hiyo ndio kazi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kuifanya katika eneo hili. Lakini eneo lingine ambalo nataka nilisemee ni la uwezeshaji wa taasisi za chini ya Wizara ya Madini. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwenye eneo hili. Tumeshuhudia GST, hivi sasa bajeti yake imeongezeka. Tunategemea kuwa na ujenzi mkubwa wa maabara Dodoma, Geita na Chunya, lakini vile vile kuongeza vifaa. Lakini vile vile tunategemea GST wao ndio watakaoratibu ununuzi wa helikopta ambao itafungwa vifaa maalum kwa ajili ya kufanya utafiti wa kina, ili kuwaongoza vizuri wachimbaji hasa wadogo wa nchi yetu ya Tanzania ambao wamekuwa wakichimba kwa kubahatisha. Lakini pale STAMICO kazi kubwa imeendelea kufanyika ya maboresho ya shirika letu la madini Tanzania, na tunajipanga ndani ya miaka hii 4 STAMICO kumiliki mgodi mkubwa ambao wataufanyia utafiti wao wenyewe na watauendeleza wao wenyewe kwa manufaa ya taifa letu la Tanzania. Na hiyo ndio kazi kubwa ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anaifanya. Pamoja na hiyo, kupitia STAMICO tulikuwa tuna changamoto kubwa sana ya wazalishaji wa chumvi nchini kukosa soko. Hakuwa na soko la uhakika. Hivi sasa ninavyozungumza nanyi, tunaendelea na ujenzi wa kiwanda cha kuchakata chumvi pale Kilwa mkoani Lindi, ambacho kimeshaanza ujenzi wake, na tutachukua chumvi yote ya Watanzania ambayo ilikuwa haina soko. STAMICO wataifanya kazi hiyo. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo tumepata katika kipindi hichi. Sambamba na hiyo, tume yetu ya madini imeendelea na yenyewe kuimarisha shughuli zake. Hivi sasa tumeshuhudia kazi kubwa ambayo tume wanaifanya hasa katika eneo la kusimamia biashara ya madini. Mheshimiwa Rais ameongezea vitendea kazi. Tume imeshanunuliwa zaidi ya magari 89 hivi sasa. Magari yote haya yanakwenda kufanya kazi ya kusimamia biashara ya madini, na tumekubaliana kwamba magari haya yakafanye kazi ya usimamizi wa biashara ya madini, na tumeyafunga GPS. Tukiwa pale wizarani tunaliona gari la RMO linakwenda wapi. Ukitoka nje kituo chako cha kazi tutakuuliza
gari hili linakwenda wapi na linapaswa lihudumu katika eneo lake la Mererani au katika eneo lake la Shinyanga au Kahama. Hiyo ndio kazi pia ambayo inafanyika hivi sasa kupitia Tume ya Madini. La mwisho baada ya kuwa mengi yamesemwa, tunatazamia kupitia miaka 4 ya Mheshimiwa Rais uwekezaji wetu uongezeke nchini Tanzania, kwa sababu mazingira yetu yamekuwa rafiki na endelea kuvutia uwekezaji mkubwa. Tumetoa leseni kubwa, tumetoa leseni katika mradi wa tajiri pale Pangani Tanga wa uchimbaji wa madini tembo, madini ambayo yatatumika kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya simu, kompyuta na vifaa vya ndege. Yanapatikana pale Pangani na Kigamboni, Dar es Salaam. Lakini vile tumetoa leseni kubwa ya uchimbaji wa madini ya gesi ya helium, ambapo kwa dunia nzima hazizidi nchi 7 zenye reserve ya kutosha ya gesi ya helium. Sisi Tanzania tuna kampuni kubwa 2. Tuna kampuni ya Noble Helium na Helium One ambao wako katika visima vya Mbelele na Itumbula, na mpaka hivi sasa katika utafiti uliofanyika, helium gesi yetu imeonekana ni kati ya gesi chache duniani zenye concentration kubwa ya helium ambazo hazina hydrocarbons, na hivyo kutupelekea kuwa washindani wakubwa wa Marekani, Qatar na Urusi pindi tutakapomaliza ukamilishaji wa uchimbaji wa madini haya ya gesi ya helium. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo yanapatikana katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni imani yangu kwamba Watanzania tutaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kazi ya kuiendeleza sekta ya madini, ili tuweze kufikia malengo na matarajio ambayo tumejiwekea ya kuifanya sekta hii kuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Baada ya kuyasema hayo, nawashukuruni sana, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana.